Hususan katika matukio kama haya ambayo yanahusisha nahisi kwa familia ingekuwa kwa ukubwa ule, pengine show ingekuwa kubwa zaidi, labda mliowapoteza kwa namna gani mnahisi namna hapa haipo sawa? Labda kwa wale ambao wamefariki, kaka yetu yule, lakini pia yule binti ambaye amesimama kidogo kutokea Zabron. Of course hawa tunawamisi kwa ukubwa zaidi, na nikizungumza mimi kama mwalimu wa kwaya, unajua mimi nikiwa ninaandika nyimbo, kwa mfano kama Zabron Singers, tangu kuanzisha kwake mimi nimekuwa nikisimama kama mwalimu, na kwa miaka ambavyo imekuwa ikiendelea kuna chemistry fulani nikajikuta nimetengeneza na hawa masoloisti, na maanisha hawa nao lead nyimbo. Kwa hiyo hata wakati nikiwa ninaandaa wimbo kichwani, ninakuwa ninajua hiki kipande namwandikia fulani, na hiki kipande ni cha fulani, na hiki kipande ni cha fulani. Kwa hiyo nikizungumza mimi pia kama mwalimu na mwandaji wa nyimbo kwenye kundi, kuna kipindi huwa ninawamisi kwa ukubwa sana, kwa sababu kiuhalisia mchango wao hatuwezi kudinai ni mkubwa, na umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo swala la kuhamisi liko pale pale, na swala la kuona umuhimu wao katika ministry ya Zabron Singers bado uko pale pale. Sawa sawa. Obviously ipo hivi kwenye Bongo Flava, mfano mnatoa wimbo mzuri akahitaji labda remix kutoka katika muziki wa hip hop au remix kutoka muziki wa singeli. Labda kwa kazi zenu ambazo mmezifanya zishatokeaga hizi nafasi za remix kutoka kwa wasanii labda Bongo Flava, let's say, au nyinyi huwa mnazitamani, na kama mnazitamani ni akina nani? Mfano upo single, ni idea noma sana. Naamini pia inawezekana kuna simu zilita za baadhi ya wasanii labda kuingiza pesa zao kutoka muziki tofauti. Sijui utaratibu upoje na ruhusa ipoje, na nani mnatamani ahusike kwa wasanii wa Bongo Flava? Unajua kuhusu hili ni sawa na kumfundisha mtu kupenda wimbo, kupenda kazi ya mtu, kupenda muziki. Sasa siwezi nikalizungumzia kwamba ni nani tunamhitaji au ni nani tunatamani ahusike kwenye issue kama hii, lakini sisi tunafanya kazi ya injili. Tunaamini na kuridhika katika kile kitengo ambacho sisi tunakifanya. Ikitokea kuna mtu, haijalishi ni wa aina gani, haijalishi ni wa dhehebu gani, haijalishi anaimba muziki wa aina gani, anapenda kazi ya Zabron Singers, kwetu tunaibeba kama mafanikio makubwa sana, kwa sababu sisi tunaimba kwa ajili ya huyo mtu. Yani hatuimbi kwa ajili ya mtu ambaye either yuko ndani ya kanisa letu na tunakutana naye Jumamosi pale kanisani ili atusikilize kama Zabron Singers. Wakati mwingine pia unajua lazima tuelewe dhumuni la waimbaji pia ni nini. Dhumuni la waimbaji sio watu kusikia zile sauti za kwetu. Dhumuni la waimbaji pia ni kwamba tunatumia sauti zetu kufikisha ujumbe wa Mungu kupitia nyimbo. Kwa hiyo sisi ni wahubiri kama wahubiri wengine, tunatofautiana namna ya kufikisha ujumbe kwenye hadhira, kwenye jamii. Kwa hiyo tunapoona msanii yeyote, mtu yeyote, mahali popote, sehemu yoyote, wimbo wa kwetu unatumika au unatumiwa na mtu, hilo ndio dhumuni la kwetu, kwa sababu unajua ikiwa lengo la Mungu ni kuipeleka injili kwa mataifa yote na kwa mtu yeyote aliyoko hai kwenye ulimwengu. Kwa hiyo tunapoona inaenda kwa mtu yeyote, sisi tunafeel kama tumetimiza kile ambacho Mungu anatutaka tufanye kupitia injili. Sawa sawa. Tumesikia kwamba Zabron Singers hawapo Tanzania kwa sasa hivi, wapo nje ama pengine tayari wamesharudi. Ilishapata nafasi ya kutokea kwa mara ya kwanza kwenda kuhubiri nje ya Tanzania? Tumekuwa tukienda nchi jirani Afrika Mashariki hapa, lakini mwaka huu ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Zabron Singers kupata mwaliko kwenda Marekani, na of course wamesharudi. Ilikuwa ni ziara ya mwezi mmoja na nusu. Watu wapo hapa nyumbani na tunajiandaa na tukio jingine kubwa kabisa ambalo tumekuwa tukilitangaza, lakini muda ukifika tutalitangaza officially. Tuna tukio pia la timu kama Zabron Singers hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo muda ukifika pia tutafanya press conference na tutawaita watu wote ili kuwapa taarifa rasmi na kuhabarisha kwa uwazi mkubwa kwamba ni kitu gani tunakifanya mwaka huu. Sawa sawa. Experience ambayo imepatikana kwa huko safari ambayo mmerudi ya Marekani, mmepata experience gani? Maana kufanya kazi mmezoea ndani ya Afrika, lakini nje ya Afrika hii ndio imekuwa kwa mara ya kwanza. Experience gani mmepata huko?
Naomba nisilizungumzie hilo kwa sababu mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao sikupata nafasi ya kwenda, ingawa mimi ndo niliyeandaa mwaliko kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, na mwisho kabisa nikawasindikiza wanakwaya wangu mpaka airport. Na mwisho nikaja nikawapokea tena wakati wanarudi. Lakini kuna machache ambayo nilipata kushare nayo, ni kwamba kitu ambacho naweza nikathibitisha bila kigugumizi ni kwamba Marekani ni moja kati ya sehemu ambapo Zablon Singers inafuatiliwa kwa ukubwa sana. Maana kupitia hilo, wakati haya yote yakiendelea, walikuwa wakishare na sisi clips za huduma ambazo wamekuwa wakizifanya ndani ya mwezi mzima, na tulikuwa tukiona mahali popote wanaposimama kwa ajili ya huduma, umati wote wa wahusika waliopo kwenye eneo husika walikuwa wakiimba pamoja na timu. Kwa hiyo ilikuwa ni uthibitisho tosha, lakini pia kulikuwa na shuhuda tofauti ambazo wamekuja nazo wenzetu, wanatuelezea ni kiasi gani watu wa Marekani na sehemu zingine na jamii ya watu wanaozungumza lugha ya Kiswahili huko nchini Marekani wanatusupport kama Zablon Singers. Sawa, mimi naomba nimalizie kwa hili. Tukizungumzia sanaa, tunazungumzia in general sana kwenye masuala ya mafanikio. Ni nukuu alichokisema Diamond Platnumz jana kwenye tuzo za Trace. Alisema wanatamani kama wasanii wajengewe arena ambayo itahusisha kufanya majukwaa makubwa ya kisanaa, mfano kama vile tuzo za Trace zimefanyika Zanzibar, labda Tanzania tu la kwetu. Mkiwa kama wasanii pia kwa upande wa gospel na watumishi pia, mtakuwa mnaunga mkono kwa namna gani hii kauli, ili kusudi hii arena iwe inasaidia sana yote kwa ujumla? Jambo lolote linalofanywa kwa lengo la kumtia mtu moyo huwa ni zuri. Yani ni lazima tuliwe zuri, kwa sababu unajua kuna kipindi kuna watu wanafeli kutimiza ndoto zao kwa sababu hawaoni kama kuna jamii au watu wanaowasupport. Unapoona umejengewa arena kwa sababu ya sanaa, hata kama kuna uzembe fulani umekuwa ukifanya kwenye ministry yako, unaona ngoja nitie bidii, mbona kuna hiki kitu kizuri tunaandaliwa, unaona. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, hata kama ilikuwa ni katika upande labda wa tuzo, upande wa matamasha makubwa, upande wa kitu kama hicho arena. Yani mimi kwangu nalibeba kuwa ni issue positive kwenye sanaa ya aina yoyote, na kwa mtu yeyote anayeelewa kwamba sanaa ni nini. Shukrani sana. Asante.